Sasa chombo inaanza live bila chenga. Yani inaanza moja kwa moja. Wakati kuna bwana mdogo alikuwa na vipande viwili vya cheni. Yani hii cheni ni moja lakini inaonekana imegawanishwa. Nani aliigawanya hii cheni? Nani kwa nini iko kwenye mikono ya bwana mdogo badala ya kuivaa amefunga kwenye jambia? Anaangalia kisha anafikiria jina moja. Suruli. Wakati huo jamaa alikuwa anaitwa Suruli. Mwanaume alikuwa anaitwa Yejina. 다시 Mama anamwambia wewe, 널 혼자 보내지 않을 거야. anasema kama hizi kuwa mwisho mimi nikakuacha, yani kwa namna yote siwezi kukuacha. Huko Chali naye anatafakari juu ya hii cheni. Anakumbuka nyuma zaidi ya miaka 20 iliyowahi kupita. Siku ile ilikuwa ni siku ya dhiki. Wakati Suruli pamoja na Yejina walikuwa na ifesi vita ya kufa. Yes. Majenero kutoka katika nchi karibia 6. Kitani, Mongols, Korea yenyewe wakati yuko katika nchi 3 tofauti. Kuna wa China, wa Hai. Hasa walikuwa na wafesi mwamba huyu. Walikuwa wanamuita Yejina. Na mpenzi wake alikuwa anaitwa bibi Suruli. Ilikuwa ni siku ya dhiki, ilikuwa ni siku ya kufa na kupona. Garagaza buruza, talaka utatoa. Watu wanasema mamia. Haikuwa rahisi babu. Haikuwa simple kutoboa hivi vita. Wakati huu baba ilikuwa hivi. Chali anakumbuka miaka 20 iliyopita kwa upande wake. Anawaza hiyo vita kimbembe kidogo ilikuwaje. Hadi kuwa shwari hata kidogo. Yani shughuli ilikuwa ni shughuli kweli kweli. Bwana mdogo anakumbuka hiyo vita ya huyo Suruli pamoja na Yejina. Lakini mambo ya kuwa shwari kama jinsi ambavyo unafikiri wewe. Ilikuwa ni siku ya dhiki, siku ya kufa siku hiyo. Chali anawaza. Anasema mapenzi ni lazima ni kitu ambacho kinakuwa kama hivi. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo walikuwa wanazungumza wapenzi wawili. Anasema hata kama barabara ni ya chini ya ardhi, basi tutaichukua kwa pamoja. Barabara ni ya kufa, basi tutakufa kwa pamoja. Na kama ni ya kuishi, basi tutaishi kwa pamoja. Dogo anasema kama alivyo mama yangu na kama alivyofanya baba yangu ndio mapenzi katika ulimwengu. Kwa Chali yule ambaye alikuwa anakufa hapa siku hiyo, yani hao watu ambao walikuwa wanapambana, Suruli pamoja na Yejina, alikuwa ni baba yake na mama yake. Babake huyo na mama yake huyo ni yupi? Picha ina stop kidogo. Tunarudishwa nyuma miaka zaidi. Anasema ilikuwa ni mwaka wa 13 katika karne ya 13. Kipindi nchi ilikuwa ipo katika China, ilikuwa ipo katika maendeleo. Kwa watu wa Goguryeo wengi walifanyika watumwa katika nchi ya Wai, Boliwongo pamoja na nchi zingine kadha wa kadha. Hivyo prince wa Goguryeo akajikuta ameingia katika matatizo. Hivyo ikatokea kitu inaitwa Binchungshigi. Huyu Binchungshigi alikuwa ni mpiganaji wa ngumi. Anasema historia ya Goguryeo baada ya kupita ikatengenezwa kitu chenye nguvu ambayo ilikuwa inaitwa Bichulimanyo. Hii Bichulimanyo majenerali walikuwa wanaitafuta mwaka 1238, 1328. Anasema wakati huo kuna mtu mmoja huyo Binchungshigi alikuja kwa ajili ya kupata hicho chombo. Muziki ulikuwa ni mzito. Anasema hiyo inaitwa Flying Divine. Lord Jaesang amekuja kuinunua hiyo mashine hiyo. Anasema hebu niambie, mimi nahitaji tuweze tukachukua hiyo Bichulimanyo. Mimi najua kuwa magaidi tu vitani. Sasa huyo gaidi wako unataka nimue vipi? Au unipe pesa kwa ajili ya kwenda kufanya mauaji? Kwa nini unatafuta hiyo Bichulimanyo? Bichul Divine. Kuna vivumishi katikati ya raia vinasema ukiwa na hiyo Bichul Divine manyo unaongoza dunia. Kwa hiyo ulikuwa na mpango wa kuongoza dunia? Anasema General, fanya maamuzi. Hii mission inakamilika usiku wa leo. Usiku wa leo? Ambe ndio. Sifikiri kama Shao Sing Yong Jangwok ambaye ndo ana mikono aliyoshika hiyo mashine ambayo inaitwa Divine Weapon. Yo Jangwok ambaye ndio Jangwoku
Anasema Jangwoku alishaingia vita karibu vya Kichina vya kutosha na akafanikiwa kushinda. Huyu Jangwoku general ni kama anamjua. Kuna siku alishaye kuona jamaa alikuwa anaua maelfu ya watu anaitwa Jangwoku. Anamwaza. Anambia nilishaye kusikia kwamba ulipigwaga na jambia lake ujamaa. Alikufua. Sasa nawaza kidogo jinsi alivyofuliwa siku hiyo. Anasema katika Wang King sheria za sehemu hii, mimi ninawaua watu ambao hawana adabu. Anasema we kama ni mwadilifu katika prince kweli, basi nataka nione. Kipindio jamaa walikuwa wanajaribu kufanya revolti, wanataka kufanya mapinduzi. Yes, okay. Huyu general akawa anajaribu kwa huyo bwana Jangwoku mwenyewe, anamuita Yo Jangwoku. Dinge likuta panga lake liko nusu, alafu jambia limekaa kwenye koa hapo karibia na anaambia waamuru watu wako wakae mbali na prince, vinginevyo sintakusamehe. Waambie watu wako haraka wakae mbali na nyumba ya prince. Jamaa anakumbuka wakati anafanya mapinduzi. Hasa anamwambia hivyo vivumishi vinasema kwamba jamaa alikupiga kwa jambia lake. Sasa huu ni wakati wako wa kwenda kumtoa roho. Kwa hiyo kama umepatwa na stroke vibada ya kushikia jina la Jangwoku, kwa hiyo nitachukulia ukimya huu kama umekubali. Kwa mimi naenda. Aliuchukulia ukimya kama amekubali. Kwa hiyo akamwambia mimi nasepa. Sasa usiku huo ambao alikuwa ameupanga alikuwa ni usiku wa kwenda kuhakikisha kwamba huyo bwana Jangwoku anakufa. Lakini Jangwoku siku leo alikuwa anapasha. Jambia lake lilikuwa ni divine weapon, silaha kama ya miujiza hivi. Lakini pia style alikuwa anatumia ilikuwa inaitwa Bichul Divine Manyo. Na ilikuwa ni style kama ina miujiza ndani yake. Hii style ina vitengo 12. Vikikuingia vyote unaweza kuruka juu kupita hata mti. Sasa ndicho ambacho jamaa anafanyaga mazoezi na hajamaliza. Naye pia hajatimiza kukamilisha zoezi. Mpaka sasa hivi hakuna habari. Mke wake yupo leba kwa ajili ya kujifungua. Naona jamaa anajituliza na jambia kwa sababu mkeo yuko leba. Anasema niruhusu nifanye tizi na wewe. Anasema hapana. Nimeshindwa kutuliza moyo wangu kwa sababu nakuwa baba. Imenifanya nijisikie sio kawaida. Maana naelekea ubabani sasa. Kama atakuwa kiume, mtamuita Yojina. Yojina. Anasema huyo mtoto amezaliwa katika ardhi ya nyumbani, ndo anaitwaga hivyo Yojina. Anasema kwa Kikorea ni mtu mwenye nguvu ambaye atakayekuja kuwakusanya wa Korea wake. Kwa Kijungu anasema lazima mtambue, ndio mkuu wangu. Bosi, hongera bana, mtoto amezaliwa. Sawa, sasa unampa hongera, mtoto kazaliwa. Kwa hiyo aende akamuone mtoto sasa. Hatari. Sasa kabidi wajikusanye kwa ajili ya kwenda kumuona mtoto. Lakini wakachuma Nyang'au nao walikuwa wanatumia muda huu kuhakikisha wanaingia katika jumba la huyu jamaa, kwa sababu huyu ndo alikuwa anamlinda prince kwa miaka hiyo. Kwa hiyo akishamua tu huyu mwamba, prince atakuwa hana msaada kwa sababu huyu mwamba peke yake ndo alikuwa anamlinda prince. Jamaa anasema mama anamwambia mtoto ni wa kiume. Mbona hata umkumbati? Mshike kidogo, mtoto ni wa kiume. Yupo kawaida sana. Sijui nitakupa asante gani mama watoto. Kwa jinsi ninavyomuona amefanana na wewe kabisa. Ngoja nimuone tena. Jumba lake Manyambuleti walikuwa wanaingia. Hawa wanaitwa Black Devils. Wanafanya kazi za mauaji, ni mercenary, unawapa pesa wanafanya kazi. Hawa walikuwa wametumwa chini ya huyo mtu ambaye anataka kushika nchi.
wanasikia jambia zinalia nje. Wanga wanga. Kelele za nini nje? Mke ndo anauliza hizo kelele za nini. Sasa baba ikabidi atoke kwenda kusoma ramani juu ya hizo kelele. Anaambia ni Black Devil. Black Devil? Ambe ndio Black Devil ashaingia hapa. Kwa manake wamekuja kwa ajili ya kutoa maisha yako mkubwa. Wamesikia juu ya hiyo divine na wanamtaka mtoto pamoja na wewe. Mkubwa, fanya mpango haraka uondoke sehemu. Msijali. Mimi maisha yangu nitayaweka hapa. Sema hapana. Kama ni kweli ni Black Devil, huwezi kupambana hata kwa jambia moja ukiwa peke yako. Hawa Black Devil ni hatari. Kwa Kijungu, Wangsu. Katika dunia hii, kama mmeamua kweli kukaa katika sehemu ya kukata tamaa maisha yenu ili mbaki katika halali, basi amueni jambo. Sasa itabidi uweke maisha yako katika kifo ili kumkomboa huyu mtoto pamoja na hiyo divine weapon. Hiyo mapigo yakichukuliwa na manyang'au, nchi inakuwa imeshaenda. Na so nchi kwenda tu, mambo yatakuwa magumu. Kwa hiyo ni bora wakaficha divine ili sasa baadaye aje kupatikana mtu ambaye atakayerejesha umma. Bwana mheshimiwa huyu akabidi amchukue mke wake bwana Jang Yuki. Lakini kuna mtu mwingine akapewa kazi ya kuhakikisha anamtorosha prince. Huyu hapa anaangalia machafuko ameacha. Mwingine akapewa kazi ya kuwazuia manyabumbu asingie ndani. Sehemu ya kwanza kabisa. Picha ni to Dance in the Sky. Wow. Mbele ni kimbembe. Sasa wanachenchi njia baba. Aha. Anasema haraka muondoke nyua wili. Sepeni. Mwamba sasa huyu hapa. Wanamuita Wangsu. Wangsu anaingia kati kwa ajili ya kuhakikisha aendi mtu, atoki mtu, wala afanye kitu mtu. Yaani ni kazi jua kazi. Shughuli kweli kweli. Sasa Wangsu peke yake anatosha kukamilisha mchongo. Mambo hii hapa. Wanasema mambo iko huku wewe. Tuliza ball. Ni baba Simba Fernando kwenye maki. Sasa nani atathibitisha kwamba wao wanahitaji au nani atakayewathibitishia maisha yao, kwa sababu wanahitaji msaada. Mzee wa Bichuli Manyo mke wake ndo kwanza sasa hivi amejifungua mtoto. Akaona ni bora itoreshe Bichuli Manyo pamoja na huyo mtoto, akampatia huyu mlinzi wa kwanza ambaye alikuwa ni general kwa wakati huu, alikuwa yuko naye katika kipindi cha kazi. Hapa picha iko mwanzo, wote tunahitaji majibu. Hebu twende tusogee kwanza katika sehemu ya pili. Episodi ya pili hii hapa. Picha wanaita Dance in the Sky. Yes. Cheza hapo angani kama unaweza. Hebu tuoneshe mambo. Hebu let's go.